Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu. Israel, Hamas na Marekani wametuma wajumbe wao nchini Misri kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mpango wa amani wa Gaza, hatua inayoongeza matarajio ya kumalizika kwa vita vikali vilivyodumu kwa miaka miwili. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza leo hii Jumatatu, siku chache baada ya Hamas kukubali baadhi ya vipengele vya mpango wa amani wa Marekani wenye vipengele 20 ikiwemo kuachiliwa kwa mateka wa Kiyahudi, huku ikitaka kujadili vipengele vingine zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru Israel kusitisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Gaza, huku akitishia kuifuta kabisa Hamas endapo itaendelea kung'ang'ania madarakani katika ukanda huo. Wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akijaribu kujipatia sifa kwa makubaliano yaliyochipukia, gazeti la New York Times linaripoti kuwa ni wazi Trump ndiye anayechukua maamuzi makuu katika mchakato huo. Gazeti la The New York Times limeweza kuripoti kufuatia hatua ambazo Rais Trump ameweza kuzionyesha dhidi ya mchakato huo, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiona kwamba ni ushindi mkubwa ambao ameweza kuupata dhidi ya Hamas kutoka ukanda wa Palestina, ambao kwa hivi sasa wamekubali kuachia mateka, lakini vile vile wamekubali kuweza kukabidhi madaraka katika serikali huru itakayoundwa ya Palestina hivi karibuni katika nyakati zijazo. Mpango huu wa kuweza kusitisha vita unatajwa kama ni mpango endelevu ambao utakwenda kuleta amani katika Gaza yote, lakini vile vile Gaza kujengwa upya chini ya usimamizi wa Marekani pamoja na nchi za Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia na nchi zingine ambazo zimejitolea kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kuweza kusaidia ujenzi wa Gaza mpya ambayo imeharibiwa kote na mashambulizi ya Israel. Huku juhudi za kuweza kutafuta suluhu zikizidi kuendelea, mtazamaji, sisi hapa tutaendelea kufuatilia kwa kina zaidi dhidi ya mzozo huu ambao unazidi sasa hivi kushika kasi katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, lakini macho mengi yakielekezwa Egypt huko Cairo, ambapo mazungumzo haya yanachukua nafasi siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe, tutakujuza yote ambayo yanajiri huko Misri, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.